Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefriyami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Serikali ya shauri wasio na dharura kubaki nyumbani Jumanne hii ya Desemba 9. Mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi TEMESA na management yote yasimamishwa kazi kupisha uchunguzi dhidi ya tuhuma zinazowakabili. Katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yadai waasi wa M23 wanaendelea kusonga mbele kuelekea eneo la Kivu Kusini. Na mkapu la habari linaanzia huko jijini Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma ujumbe kuhusu maadhimisho ya sikukuu ya uhuru, serikali ikiwasihi wananchi kusherehekea sikukuu hiyo ya Desemba 9 wakiwa majumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vya kazi. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko. Hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Jijini Dar es Salaam, waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chawene amewaonya watu wanaotaka kuhatarisha amani ya nchi kupitia njia ya maandamano haramu yasiokuwa na ukomo ambayo hayatambuliki kwa mujibu wa sheria. Nuhu Kasimu Stima anatoa zaidi. Onyo hilo amelitoa jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari. Amesema kuwa maandamano yanayoratibiwa na watu wasiojulikana kupitia katika mitandao ya kijamii hayo hayatambuliki kisheria. Kama yakiwa hayo ni maandamano yasio na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria. Lakini pili, hayaeleweki yanafanywa na wakina nani. Lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi. Aidha, Simba Chawene amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vitachukua hatua kali za kisheria kwa watu wote watakaofanya au kugundulika kuwa na viashiria vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi. Tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani,
wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano yako kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Katika hatua nyingine, Simbachaweni ametoa rai kwa wananchi ambao hawahusiki na maandamano hayo wabaki majumbani kwao ili kujiepusha na athari zinazoweza kujitokeza wakati wa matukio hayo. Tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao. Kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kutokushabikia, kutokujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Tunawaomba sana wananchi tuipende nchi yetu. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amemsimamisha kazi mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme TEMESA ili kupisha uchunguzi wa tuhuma dhidi yake na baadhi ya viongozi wengine wa taasisi hiyo, ikiwemo uzembe, usimamizi dhaifu na ubadhirifu. Rajab Shaban Matuga ana taarifa zaidi. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam, akisema imefuatia malalamiko ya wananchi kuhusu utendaji wa taasisi hiyo, lakini pia matokeo ya uchunguzi wa tume iliyoundwa na vyombo vya serikali kuchunguza tuhuma hizo. Serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imepokea barua kutoka kwa wananchi ya malalamiko yanayohusu utendaji kazi wa shirika letu la TEMESA. Barua ile imeeleza juu ya uzembe wa watendaji, ikasema juu ya upendeleo kwenye mambo ya zabuni. Serikali iliamua kuunda timu ya uchunguzi. Timu imemaliza kazi, imetuletea ile ripoti, na ile ripoti imebaini kweli kabisa kwamba uko udhaifu mkubwa sana wa kiutendaji na uko ubadhirifu wa mali ya umma. Mamilioni ya fedha yametajwa na uzembe kabisa umetajwa katika ripoti ya siri ambayo tumepatiwa sisi. Kufuatia uchunguzi wa tume hiyo iliyopita nchi nzima kwa muda wa miezi miwili, mwezi Agosti hadi Oktoba 2025, Waziri Ulega amesema sasa sheria itafuata mkondo wake. Amwagiza katibu mkuu kwanza amsimamishe mtendaji mkuu wa TEMESA na management yote ya TEMESA, na tayari kazi hiyo ameshakwisha kuifanya mara moja. Hatua inayofuata kwa mujibu wa kanuni, ziko fraud, mule kuna ubadhirifu wa fedha za umma ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5, zinafika bilioni 5 baada ya ile timu kubwa ya serikali iliyotuibulia jambo hili. Sasa kwa mujibu wa sheria ya utumishi namba 36, hapa tuna kazi ya timu ndogo ambayo nimemwagiza katibu mkuu ameshakwisha kuiunda ndani ya siku 7, na baada ya hapo wanaohusika wote watakwenda mahakamani. Ulega katika ziara hiyo amekagua ujenzi wa kivuko cha Nyinyi Nyamisati kinachotoa huduma kati ya Mafia na Nyamisati, na kusema kuwa ujenzi huo upo nje ya muda, ambapo taarifa imeonyesha mradi huo unatarajiwa kukamilika Disemba 31, 2025, lakini mradi huo ukiwa umefikia 57% tu unataraji kukamilika mwezi Mei 2026. Kivuko hicho kinatarajiwa kuwa na uwezo wa kubeba abiria 300, tani 120 za mizigo, pamoja na sehemu maalum ya kuhifadhia maiti. Katika ziara hiyo pia Waziri Ulega ametembelea ujenzi wa daraja la Nguva lilopo mtaa wa Kibaoni na kuwataka ifikapo Januari 2026 liwe tayari limeshakamilika. Tukielekea Zanzibar, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema vitendo vya udhalilishaji ni janga la kidunia linalohitaji ushirikiano wa wadau wote ili kuhakikisha linatokomezwa kabisa. Vitendo vya udhalilishaji ni janga la dunia linalohitaji jitihada za pamoja katika kupambana nalo. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa Jumuiya ya Wanasheria Wanawake ya mwaka 2024, taasisi hii iliwahudumia wahanga wa vitendo vya udhalilishaji wapatao 1964
wakati malalamiko ya madai yalikuwa 1934 na mashauri ya jinai yalikuwa 30. Hii ni idadi kubwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, na ukizingatia ni ripoti ya taasisi moja tu. Ripoti hii inatosha kubainisha ukubwa wa tatizo la vitendo vya udhalilishaji katika jamii yetu ambavyo lazima tuongeze juhudi katika kukabiliana navyo. Akizungumza katika hafla maalum ya msimu wa 5 wa tuzo za kupinga ukatili wa kijinsia, Rais Dr. Mwinyi amesisitiza umuhimu wa wadau na taasisi zinazopinga ukatili wa kijinsia kuungana na kuongeza kasi ya mapambano dhidi ya udhalilishaji. Naelewa kuwa masuala ya kupinga vitendo vya udhalilishaji yana changamoto zake. Kubwa ni suala la kuwepo kwa muhali na kukosa utayari kwa baadhi ya watu katika kampeni, kukosa ushirikiano mzuri na kuoneana aibu. Umefika wakati kwa asasi za kiraia ikiwemo Zafela kuendeleza mapambano haya bila kuchoka, kwa kushirikiana na serikali katika kupinga vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kupitia njia bunifu zinazolinda utu na hadhi ya mwanamke na mtoto. Katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi ametunukiwa tuzo maalum kwa Zafela kutambua mchango wake mkubwa katika kukuza juhudi za kupunguza na kuondoa ukatili wa kijinsia nchini. Hongereni sana, hamjapokea bure, mna kazi kubwa ambayo mlikuwa mnafanya na sisi kama wizara tunakutambueni pia. Ili kuleta mabadiliko ya kweli katika kupambana na kuondoa ukatili na udhalilishaji kwa wanawake na watoto, tunatakiwa tuchukue hatua za makini sana kwa kuunganisha nguvu ya pamoja. Zafela tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali katika kuadhimisha hizi siku 16. Tumekuwa tukitoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tumekuwa tukiwasaidia wanawake na watoto ambao wako katika madhila ya ukatili wa kijinsia. Wazazi na walezi mkoani Singida wamehimizwa kuzungumza kwa karibu na vijana wao kuhusu umuhimu wa kulinda amani ya nchi ili kuwasaidia kuepuka ushawishi wa makundi yenye kuchochea vurugu na kuhatarisha utulivu wa taifa. Ramadhani Idi Limu anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa katika kongamano la kina mama wa Kiislamu kwa wa Singida ambalo lililenga kuhimiza malezi bora pamoja na kudumisha amani hapa nchini. Sisi kama wazazi tunachotakiwa kukifanya ni kuongea na vijana wetu, kuwashauri wasijiunge na makundi yanayohamasisha vurugu, kwa sababu vurugu inavunja amani, inaleta umaskini kwenye taifa. Kama tunavyoona nchi zingine, watu hawana makao, wanakimbia, watu wanakufa. Kwa hiyo sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu lisitokee kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ndio tunakazana kuwaeleza vijana wetu wasiweze kukubaliana na kuweza kudanganywa, kupotoshwa juu ya swala hili la kuharibu amani. Tunaomba kila mtu ailinde amani yetu ya Tanzania. Tuwe na umoja na mshikamano ili tuweze kuitengeneza amani yetu ikae vizuri. Shekhe wa wilaya ya Singida mjini, Shekhe Isa Simba, kupitia kongamano hilo amehimiza kila mmoja wetu kwa nafasi yake kubeba jukumu la kulinda amani. Muislamu ni yule asiyedhuru mtu. Sisi ndio kauli ya Kiislamu na ya Mtume Muhammadin. Na hawa tunawaambia waambie watoto wao wasije wakatoka wakazuru mali ya watu wakaandamana kinyume na utaratibu wa Mtume wetu Muhammadin. Muislamu ni amani. Viongozi wa serikali akiwemo naibu mstahiki meya wa manispaa ya Singida Mheshimiwa Abdalla Almas Mkoko akatoa wito kwa Watanzania kuendelea kuthamini na kulinda amani iliyopo, akisisitiza kuwa amani ni msingi wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ninahimiza amani, amani, amani. Bila amani watoto wetu hawatasoma. Bila amani hakuna utakachokifanya. Niwaombe vijana wetu tuidumishe amani ya nchi hii ili tuweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Tuilinde tunu yetu na amani yetu ya Tanzania. Tusifanye wala kusikiliza watu kwa ajili kupoteza amani ya Tanzania. Na tushirikiane kwa kila mzazi aweze kukaa na familia yake, aweze kuelezea amani na upendo ni nini, tusije tukaungana na hayo magurufu yanayotaka kuchafua Tanzania.
Kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Mkoani Tabora, mwandishi wetu Saidi Kapalila anaarifu kuwa baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya Igunga mkoani Tabora limeeleza kujipanga sawasawa katika utendaji kazi wa baraza hilo kwa kusimamia kikamilifu majukumu yake, ikiwemo utekelezaji wa miradi ya maendeleo na usimamizi wa sheria na kanuni zilizowekwa na halmashauri hiyo. Akitoa dira ya halmashauri hiyo katika kipindi cha miaka 5 ijayo mara baada ya kuapishwa kwa madiwani, mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya ya Igunga Shabani Hemedi amesema pamoja na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato, ametoa onyo kwa wabadhirifu wa mali za umma. Swala la ubadhirifu, ufujaji na wizi wa fedha na rasilimali za umma, tuhakikishe hili jambo tunalikomesha. Lakini bajeti za serikali katika maeneo yetu lazima tuwe na nidhamu katika matumizi ya fedha za umma, mfano kutumia fedha kinyume au zaidi itakavyokuwa inaidhinishwa na baraza la madiwani au serikali. Lakini tu niweze kusema kwa waliozoea kufuja, kuiba, kufanya ubadhirifu katika halmashauri yetu, ni bora waache mara moja, kwani baraza hili litakuwa macho usiku na mchana na tutamulika kila kona ya wilaya yetu tukishirikiana na vyombo vyetu vya dola na watumishi wetu walio waaminifu, na watakaokaidi kuendelea na ubadhirifu watakiona cha mtema kuni. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Igunga John Tesha amesema katika kufikia adhima hiyo serikali kuu imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la halmashauri. Miradi iliyopata fedha za serikali kuu na wahisani kwa kipindi cha Julai Novemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepewa bilioni 1 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa ofisi mpya ya halmashauri. Lengo ni kuwa na ofisi inayoonekana yenye ghorofa kama zilizo halmashauri nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni pongezi kubwa kwa waheshimiwa madiwani, wamepigania sana hili. Hatua tuliyopo ni hatua ya ununuzi na tunamshukuru Mungu kwamba tunalo eneo letu karibu kabisa na halmashauri yetu hapa na jengo litajengwa pale. Awali wabunge wa majimbo ya Manonga Abubakari Ali na Igunga Charles Kabeho wamelitaka baraza hilo kuwa na dira ya mabadiliko ambayo wananchi wanayataka, wakiahidi kutoa ushirikiano wa kutosha ili kufikia maendeleo. Kwa hiyo tuende kwa spidi na kwa kujituma. Wananchi hawataki sababu, wanataka matokeo. Sawa sawa ndugu zangu, unaweza kuwa na sababu nzuri sana, lakini kama hakuna matokeo ya suluhisho za matatizo yao, tutakuwa tunatoa maji kwenye kinu. Nitakuwa na nyie muda wote, simu yangu siku zote wananipigia waheshimiwa madiwani na tunaongea. Wengi ni marafiki zetu kabla hatujapata nafasi hizi. Kwa hiyo nawaahidi ushirikiano mkubwa wa muda wote na tuendelee kufanya kazi vizuri ili tufike sehemu ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anategemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoweka mpango na budget na mkausimamia, mkaukusanya, mkavuka malengo kwa maana 100% na zaidi, tafasiri yake ni kwamba yale ambayo mtakuwa mmeyapanga kwenye halmashauri kwa mwaka yataenda kutekelezwa yote. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Na wananchi wa kisiwa Panza wilaya ya Mkoani mkoa wa Kusini Pemba wamelalamikia juu ya ukosefu wa kujifungua kwa mama wajawazito katika zahanati iliyopo kwenye kijiji hicho, hatua inayohatarisha maisha ya mama na mtoto. Wakizungumza na Mahasin TV wamesema hali ya kukosekana huduma ya afya ya uzazi katika zahanati hiyo, wanalazimika kutembea umbali mrefu kuvuka maji kwa ajili ya kutafuta huduma hiyo. Kiufupi tunasema kwamba inahatarisha maisha yao. Mtu anatolewa kijiji cha pili analetwa hospitali. Inawezekana tayari muda wa kujifungua, unakuta kwamba kuna matatizo yanatokea pale, au mfano tukienda kwa wakunga kuna matatizo mengine yanatokea, kwa hiyo inabidi hapa mtu tumvuushe tumpeleke ngambo ya pili. Hili ni tatizo. Muda mwingine usiku. Kwa hiyo kivyovyote hili ni tatizo. Hapo mikadiri ndo kujifungua. Hili ni tatizo la tukera kweli. Wajawazito tazamo njiani, tazalilika mtihani. Waza hapo pana wanaume kibao njiani, hajafika hata hospitali. Sana pata tabu na maumivu ya mtisiko wa kitanda kilichotolewa juu na mpaka kufikiria stage ya kutiwa kwenye boti, tayari muda ushapotea. Na ndo hapa inapopatikana changamoto ya kuzaa kwenye boti, hamna stara. Aidha, wakazi hao wa kisiwa cha Panza wameiomba serikali kuwajengea kituo cha afya ambacho kitakuwa na uwezo wa kutatua changamoto hiyo ili kuokoa maisha ya mama na mtoto pamoja na upatikanaji wa huduma nyingine za kiafya kwa karibu zaidi. Tunamuomba waziri wa afya anayeshughulikia mambo haya, tunamuomba Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi atuone kwa jicho la huruma, tuwapata shida.
Naomba kwanza tujengewe hospitali ya kisasa ambayo itaweza kuyasolve haya matatizo. Kiufupi tunataka tujengewe hospitali ambayo inaweza kutoa huduma kama hizo. Mama mjamzito pale akifikwa na tatizo, madokta wapo waweze kumsave maisha yake. Hii hospitali ndogo tulionaona tuletee madokta hapa, tustirike hapa, tustirike njiani. Aibu hivi. Ni aibu kwa upande fulani kwa sisi wananchi wa shehia Kisiwa Panza, kwa sababu wengine wanakuwa wanazalia kwenye boti au wengine wanazalia sehemu ambayo ilikuwa haina stara. Afisa mdhamini kutoka Wizara ya Afya Hamis Bilali, wakati akijibu kilio hicho cha wananchi, ameelezea mikakati ya serikali itakayosaidia kutatua changamoto hiyo. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshafanya uzinduzi rasmi wa ambulance boat ya kuchukulia kina mama wajawazito kuwatoa katika maeneo ya Kisiwa Panza, Makongwe na visiwa vingine ambavyo wanaishi watu, ili kuweza kuwaleta kwenye hospitali ya Abdalla Mzee kwa kupata huduma zaidi. Lakini katika plani ambayo ni ya muda mrefu ni kwamba kwenye eneo hili la Kisiwa Panza tayari wananchi wameshatoa eneo, tumeshalipima, na tutakuwa na ujenzi wa dispensary, yani kituo cha afya cha level ya kwanza, lakini kukiwa na special, maana kuangalia mahitaji maalum kwa eneo la kisiwa. Maana kituo hicho kitakuwa na uwezo wa kuzalisha katika eneo hilo la kisiwa ili kuondosha usumbufu kwa kina mama wajawazito. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Ngaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Duru za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetangaza kuwa waasi wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda wanaendelea kusonga mbele kuelekea eneo la Kivu Kusini na kudhibiti mji wa katikati wa Luvungi karibu na mpaka wa Burundi pamoja na vijiji kadhaa vilivyouzunguka. Maelfu ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao huku mapigano yakizidi kupamba moto, huku msemaji wa jeshi la Kongo amevieleza vyombo vya habari kuwa wanajeshi wa serikali wameondoka Luvungi ili kuepusha kutokea uharibifu mkubwa na kuwalinda raia. Katika taarifa ya jeshi la nchi hiyo imesema makombora yaliyofyatuliwa kutokea ndani ya Rwanda yameshambulia jamii kadhaa katika uwanda wa Ruzizi na kuua raia na kuharibu shule, vituo vya afya na nyumba. Hayo yanajiri siku chache tangu marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda waliposaini makubaliano ya amani mjini Washington, Marekani, mbele ya rais wa nchi hiyo Donald Trump, yaliyoelezwa na ikulu ya nchi hiyo kuwa ni ya kihistoria. Makubaliano hayo yanaifungulia njia serikali ya Marekani na kampuni ya nchi hiyo kuchota madini ya adimu yenye umuhimu mkubwa yaliyoko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko,
Umoja wa Mataifa Disemba 8 ya mwaka 2025 umezindua ombi la misaada ya kibinadamu duniani la dola bilioni 33, ukiomba nchi na wadau kote ulimwenguni kuongeza msaada kwa mamilioni ya watu wanaokabiliwa na migogoro kutokana na vita, majanga ya tabia nchi, milipuko ya maradhi na njaa. Lengo la haraka la ombi hilo ni kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa watu milioni 87 kwa dola bilioni 23 za awali, huku lengo la 2026 likiwa ni kusaidia watu milioni 135 katika nchi 50, huku mkuu wa kuratibu masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema ombi hilo linaonesha wapi wanapaswa kuelekeza nguvu zao pamoja na kuanza maisha na maisha. Uzinduzi wa ombi hilo umefanyika baada ya mwaka huu 2025 unaelezwa kuwa ni mgumu, ambapo ufadhili wa misaada ya kibinadamu umeshuka hadi dola bilioni 12, kiwango cha chini zaidi katika muongo mmoja, na kusababisha watu milioni 25 kushindwa kufikiwa ikilinganishwa na mwaka 2024. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mpango mkubwa zaidi wa misaada ya kibinadamu kwa eneo la Palestina lililokaliwa kimabavu na utawala wa Kizayuni wa Israel likihitaji dola bilioni 4.1 kusaidia watu milioni 3 waliokumbwa na vurugu na uharibifu mkali. Nchi ya Sudan yenye hali mbaya zaidi ya wakimbizi duniani inahitaji dola bilioni 2.9 kwa watu milioni 20, huku mpango wa Syria ambao ni wa kikanda mkubwa zaidi unahitaji dola bilioni 2.8 kusaidia watu milioni 8.6. Na tukitamatisha habari za kimataifa, Ikulu ya Kremlin nchini Urusi kupitia msemaji wake Dmitry Peskov imepongeza mkakati mpya wa usalama wa taifa uliopitishwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ikisema unaendana kwa karibu na mtazamo wa Urusi kuhusu masuala ya kimataifa. Kwa mujibu wa nyaraka ya Marekani iliyochapishwa wiki iliyopita, inaonya kwamba Ulaya inakabiliwa na kile inachokiita kufutwa kwa ustaarabu, ikitambua kukomesha vita nchini Ukraine kama maslahi ya msingi ya Marekani na kuashiria mabadiliko kuelekea kurejesha kile ambacho Washington inakieleza kama utulivu wa kimkakati na Moscow. Msemaji huyo wa Kremlin alisema Disemba 7 ya mwaka 2025 kwamba mabadiliko hayo yanahusiana kwa namna nyingi na maono yao, na kupongeza mkakati huo utakaokomesha dhana kwamba muungano wa kijeshi wa NATO ni muungano unaopanuka kila mara bila kikomo. Moscow kwa muda mrefu imekuwa ikipinga upanuzi wa NATO, ikitoa sababu za wasiwasi wake wa kiusalama. Hata hivyo, tangu Urusi ilipochukua Crimea mwaka 2014 na uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka 2022, mikakati mfululizo ya Marekani imetambua Moscow kama taifa linalotishia amri baada ya vita baridi. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Serikali ya shauri wasio na dharura kubaki nyumbani Jumanne hii ya Desemba 9. Mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi TEMESA na management yote yasimamishwa kazi kupisha uchunguzi dhidi ya tuhuma zinazowakabili. Katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yadai waasi wa M23 wanaendelea kusonga mbele kuelekea eneo la Kivu Kusini. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majaliwa ya Maulana, ungana nasi hapo kesho inshallah. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuriami nikisomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali na kuendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.